Sasa mtazamaji, tuelekee kule nyanda za juu kusini katika jiji la Mbeya. Wananchi katika jiji hilo wamehamasishwa kujenga utaratibu wa kupima afya zao mara kwa mara ili kubaini mapema magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa figo pamoja na tatizo la presha, hali itakayosaidia kupata matibabu kwa wakati na kuepusha madhara makubwa. Taarifa hii hapa na Emmanuel Lulandala. Akizungumza na Upendo Media, daktari bingwa wa afya anayejihusisha na masuala ya figo Octavian Kasanga amesema watu wengi hugundulika kuwa na matatizo ya figo wakiwa katika hatua za mwisho kutokana na kutokuwa na utamaduni wa kupima afya zao mapema, huku akieleza kuwa baadhi ya dalili zinaweza kuashiria uwepo wa tatizo la figo ni pamoja na kuvimba mwili, hasa miguu na uso, uchovu usioelezeka. Kuepukana na hayo ni kwamba kwa sasa hivi nchi yetu tayari maendeleo katika uwezo wa vifaa tiba vya kuweza kupima kuhusiana na haya matatizo ya figo vimetawanyika kwa kiasi kikubwa sana, hata kuanzia hospitali za chini kabisa za dispensary, kwa sababu unaweza ukafika hospitali ukapima hata mkojo, ukapima sukari, ukapima shinikizo la damu. Hivi ni viashiria vya kwanza muhimu sana kuweza kugundua kwamba huyu mtu yupo kwenye eneo ambalo ama hali inayoweza kumsababishia tatizo la figo ama la. Lakini pia watu wanashauriwa kwamba mfumo wa maisha waweze kujua kwamba afya ni uwekezaji. Kama hauwekezi kwenye afya, basi hili linaweza likakusababishia kuweza kufika mahali kuona umeshindwa. Aidha, Dr. Octavian Kasanga amewahimiza wananchi kukata bima za afya ili kuwawezesha kupata huduma za matibabu kwa urahisi pindi wanapokumbwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Bima ya afya maana yake ni kwamba wale wanaoumwa watalipiwa na wasioumwa, wale wenye uwezo mkubwa watawasaidia wale wenye uwezo mdogo. Kwa hiyo, kwa kutambua hayo, tuweze kusema kwamba tuwaalike wananchi waweze kuitikia wito huu wa bima ya afya kwa wote, kwani kwa sasa tunaona kuna unafuu mkubwa sana katika eneo hili la wagonjwa wa figo, kwamba wanaweza wakasaidiwa na kuna nafuu kubwa sana kwa sasa, hasa pale wanapokuwa na bima za afya. Hata hizi tunazoita za vifurushi kwa sasa hivi tunaona zinafaa sana katika kuweza kuwasaidia kwenye matibabu ya figo. Hivyo wito wangu ni kwamba tuwaombe sana waweze kutambua, kama sio yeye basi ni ndugu yake wa karibu ama rafiki yake wa karibu. Kama anataka kumsaidia kweli na kuwekeza hilo, basi akate bima ya afya leo, asisubiri mpaka pale shida inatokea ndio anaanza kuhangaika. Kwa upande wake, mmoja wa wagonjwa wa figo anayepatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa kanda Mbeya, Deogratius Francis, amesema ugonjwa huo ulimkumba ghafla na kumlazimu kuanza matibabu ya muda mrefu, huku akisisitiza umuhimu wa wananchi kuwa na bima ya afya ili kupunguza gharama za matibabu. Kwanza nilianza kuugua presha mwaka 2022. Nikawa nafanya matibabu ya presha hivyo. Wakati naendelea na kazi nikawa najisikia vibaya, nakunywa dawa za presha lakini presha haishuki. Baadaye nikaanza kubadilika mwili, nikapungua kwa haraka sana. Nafikiri watu waelewe tu, ukipatiwa ni changamoto ni hospitali. Na jambo jingine ngumu sana kwa wenzetu, mimi niko hapa naona na wenzetu wanakuja, usipokuwa na bima ni changamoto kubwa sana, kwa sababu transaction moja ya hapa nikikaa ni 219,220, mara 3 ni 660. Sisi wengine hapa tumeendelea kusurvive kwa sababu ya bima. Nisingekuwa bima, hata kama mimi, hata kwa mshahara wangu mimi nisingeweza kujitibia. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala. Asante Emmanuel Lulandala kutokea huko katika jiji la Mbeya. Mtazamaji.